Viongozi wa chama cha Jubilee eneo la Pwani wamejitokeza kumtetea aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta kufuatia matamshi ya Katibu Mkuu wa UDA Hassan Omar aliyoyatoa wakati wa ziara ya Rais William Ruto mjini Mombasa. Viongozi hao wamemshutumu Omar kwa kujaribu kugawanya eneo la Pwani kwa misingi ya kikabila na kudai kuwa mashambulizi ya kisiasa dhidi ya Uhuru ni mbinu ya kugeuza mawazo ya Wakenya kutoka kwa kile wanachodai kuwa ni kushindwa kwa serikali ya UDA kutekeleza miradi mikubwa ya maendeleo katika eneo hilo. Aidha, wamemtaka Omar kuomba radhi hadharani, wakisisitiza kuwa Uhuru alikabidhi mamlaka kwa amani na anastahili heshima, huku wakionya dhidi ya siasa za mgawanyiko kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Wa UDA baada ya kugundua ya kwamba performance yao hairidhishi, hawana chochote cha kujifunia ili wananchi waweze kuwapatia second term. Saa hii wameona the only scapegoat ni kutumia mheshimiwa retired president Uhuru Kenyatta ili kuendelesha siasa za kuconvince wananchi ya kwamba wao ndio watadeliver. Ndiye ambaye ameweka msingi wa yale ambayo yanafanyika saa hii. Ni serikali ya Jubilee ambayo imejenga Dongo Kundu bypass hapa ambayo leo tunaitumia. Ni serikali ya Jubilee ambayo imefanya drenching hapo kwa port ambayo sasa tunatumia hiyo port vizuri. Serikali ya Jubilee pale Kilifi ndio imetoa barabara kutoka Kaloleni mpaka Mavueni. Hiyo ni serikali ya Jubilee. Serikali ya Jubilee chini ya Uhuru Muigai Kenyatta ndio imetoa barabara kutoka Malindi pale mpaka Salagate ambayo inatumika kwa mambo ya utalii. Haya yote ni mambo ambayo yamefanywa na the former president Uhuru Muigai Kenyatta. Kama haja yenu kabisa ni utawala wa Mombasa, achaneni na huyu kijana. Huyu kijana ametukana Wakikuyu. Huyu kijana ametukana Wakamba. Huyu kijana ametukana Wakisii, akasema hata hawatoshi wheelbarrow.